Sasa kuna vitabu hapa. Kuna kitabu kimoja kinasema huduma ya uponyaji. Sijui kimetafsiriwa kwa Kiswahili. Sasa mnaweza mkaenda mkatafuta kitabu hiki mkakisoma. Kuna kurasa nyingi ambazo zitakubariki kwa habari ya chakula gani ambacho ni cha asili, cha zamani, ambacho Mungu alikikusudia watu wapate kula. Na hapa tu nikiwasomea kidogo katika kitabu hiki, sura ile ya 23 anaongelea lishe na afya. Anasema hivi, nabii anasema, vyakula vile vinapaswa kuchaguliwa ambavyo kwa namna bora huleta viasili vinavyohitajika kwa ajili ya kujenga mwili. Katika uchaguzi huu, hamu ya chakula si mwongozo salama. Appetite sio mwongozo salama. Kupitia mazoea mabaya ya ulaji, hamu ya kula imepotoshwa. Yaani ile appetite imeshageuzwa. Kwa hiyo kile chakula cha kawaida, mtu akipika chakula ambacho hakijawekewa manjonjo mengi, unaona kama sio chakula. Kama hajaongeza sukari nyingi, unaona kama sio chakula. Kwa sababu ile testi ile muonjo wa chakula umeshageuka. Ndio maana ukiwaambia bwana twende, anakuuliza kimeungwa hicho kimeungwa, kimeshawekewa pilipili. Mtu hata akichukua indi lazima aweke chumvi, aweke na pilipili, na aweke na sijui na nini tena, na limao aweke. Yani indi sasa unashangaa hivi indi na matatizo gani? Hapa kama mahindi ya sasa hivi yamegeuka, lazima aweke vitu sasa mpaka indi linakuwa sio indi, linakuwa ni pilipili. Kwa hiyo hamu kwa kuwa imepotoshwa, inabidi tuirudishe ile ya asili. Mara nyingi hudai chakula ambacho huafifisha afya na kusababisha udhaifu badala ya nguvu. Hatuwezi kuongozwa salama kwa desturi za jamii. Sisi tunaishi katikati ya watu. Sisi ndio natakiwa tuwe mfano. Sio kwa sababu kila mtu mtaani anakula chipsi na kuku wa kisasa. Zamani kulikuwa na vita dhidi ya kuku wa kisasa, na hata wewe ulikuwa unaogopa kula kuku wa kisasa, na nakujua ulikuwa unaogopa. Siwezi kula makuku hayo. Sasa hivi harusi zote tena mtu aulizi ya kisasa ama ni nini, ya siku mbili au ni nini. Sasa hivi ni twende kazini tena yani usipopewa kipapatio kile, ukila kale kanani hivi moja kwa moja, yani unaona kameishia, hata hujui kama ni kuku ama ni nini. Siku hizi hatufuati tena ulaji ule ulioandikwa. Na ndio maana matatizo ni mengi kanisani. Mengi, na uasi mwingi kanisani. Na huo uasi hatuwezi kuukomesha ama kuuondoa, maana ni watu wa Mungu, inabidi uwafundishe mpaka turekebishe hapa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na hapa patarekebika kama taarifa zinazoenda huku ni safi. Kwa mfano hapa tunajifunza muziki bora, tunaweza tukaimbisha hivi. Mtu aliyezoelea kula vitu tofauti anakuona hivi hiyo ndio nini? Mbona haichangamshi? Mbona haisisimui? Mbona haileti hamsha? Na utagombana na watu. Lakini tukirudi kwenye msingi wa ulaji, tukala vizuri, tukawa na utulivu, tutasikia maneno ya Bwana, na ndiyo makusudi ya Bwana. Ili kujua vyakula vipi ni bora, lazima tujifunze mpango wa awali wa Mungu kwa ajili ya chakula cha mwanadamu. Lazima turudi huko. Kwa hiyo kitabu hiki ukichukua utasoma mwenyewe na utaelewa mpango wa asili. Mungu alitaka tule nini? Hakuna mwanasayansi mkubwa kuliko Mungu.
wala huwezi kumpa cheo cha uprofesa, sijui udokta, sijui mbobezi. Mungu ni kile, yani ni zaidi ya hivyo vyote. Cheo chake yani ni zaidi ya sayansi. Hata ukimpa kwamba ni sijui anajua sayansi zote, yani yeye ni zaidi ya sayansi, yani yeye ni zaidi. Kwa hiyo akiumba, ametuumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Anajua tukila nini ndio kinafaa kwa ubongo, kinafaa kwa neva, kinafaa kwa misuli, kinafaa tumbo liwe safi, kinafaa mtu huyu aweze kuniabudu vizuri. Hiki kitabu kinasema hivi: nafaka, matunda, jamii ya karanga na mboga huunda chakula ambacho muumbaji wetu alituchagulia. Vyakula hivi, endapo vitaandaliwa kwa namna rahisi na ya asili kadri iwezekanavyo, vinaleta afya bora na kujenga mwili katika kiwango kubwa sana. Siku hizi tumegeuka, tumeenda upande, na watoto wetu hawana concentration, hawana utulivu. Yani hata kanisani unaweza kukata mtu amekaa kule anachati tu, ukiweka mdundo mzito ndio anashtuka. Yani hawezi kukaa ametulia hivi kwenye ibada hivi kwa muda anasikiliza maneno ya Bwana, mpaka ulete mchangamko fulani, kwa sababu kile kilichoingia mwilini mwake kujenga ubongo wake hakuna utulivu. Yani ni kuamsha, unakula pilipili na amsha chiki au unakunywa ile energy drink ile, ukinywa unajisikia mpaka jasho linatoka, baadaye unapoa. Ukishapoa tena unataka unywe tena, unapoa. Yani unakuwa na kama kaulevi fulani, huna utulivu. Mungu atusaidie katika juma hili turudi katika mstari wa ulaji, na tunasoma leo ya unabii katika juma hili ili tuweze kurudi kule kwenye asili. Maana tumekuwa na wafundishaji wengi, yani walimu wa chakula ni wengi mno. Unakuta mtu anaambiwa kunywa vijiko 3 vya mafuta asubuhi. Kwa hiyo mtu anaenda anachukua mafuta kabisa, anachukua mafuta, anakunywa vijiko, afu anaenda hanywi breakfast, hadi breakfast hafanyi chochote, amekunywa tu mafuta ili apate kito sijui nini, atengeneze makitoni manini. Sasa unashangaa, hivi Mungu ndio alikusudia tunywe mafuta? Si tungekuwa na nani pale, tunakunywa tu mafuta. Mwingine anakuambia wanga haufai kabisa, wanga. Nikamkuta rafiki yangu mmoja, anambia vipi, amejaza bakuli la mboga tu miezi yote. Anambia vipi, umekuaje siku hizi? Nimeambiwa napunguza uzito. Kasema angalia wewe mwanaume utakosa nguvu zote wewe. Unakuta mwingine sasa amekaa pale, yani siku hizi kuna kila aina ya mafundisho kule, na mtu anayechukua anakuja nayo. Waadventista wa Sabato kama wangefuata roho ya unabii inavyofundisha, tungekuwa mfano wa wenye afya, na hivyo tuliwahi kuwa mfano. Maana Amerika waliwahi kufanya utafiti, wakaona Waadventista walikuwa wanaishi miaka 10 zaidi ya Wamarekani wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 10 zaidi. Siku hizi tumerudi nyuma. Na siku hizi ukiongelea roho ya nabii nasema hivi, anasema nimemsikiza profesa mmoja anasema, nimemsikia dokta fulani anasema, nimemsikiza nani. Hatusikii tena maneno ya Bwana. Juma hili tutaongea kwa namna ambayo itatusaidia kurudi katika mstari. Kwenye kitabu kimoja hapa, kitabu kimoja hapa, ngoja nikusomee. Anasema maneno yafuatayo. Anasema hivi, kitabu kinaitwa Mashauri, hii inasema ni Review and Heralds cha 1902. If Seventh-day Adventists practiced what they profess to believe, if they were sincere health reformers, they would indeed be a spectacle to the world, to angels and to men. And they would show a far greater zeal for the salvation of those who are ignorant of the truth. Kama Waadventista wa Sabato wangefanyia kazi hicho ambacho wanakijua, walichofundishwa, ambacho kimeandikwa kuhusiana na afya,
wangekuwa ni kama tamasha ama kitu cha mfano kwa binadamu na kwa malaika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa watu wote duniani kote, kama wangefanyia hayo. Lakini tumeyatupa kule. Na mimi nawashauri kabisa, ikiwezekana kila makambi yanapofanyika popote pale pawe na vipindi vya afya vya kutosha. Sababu watu ni wagonjwa, unahubiri watu wagonjwa. Na siku hizi tumeenda kwenye uamsho bandia. Kuna false revival inaingia. Yaani wewe unakula vibaya, unafanya hivyo, unasema atakuja aniombee. Alafu akisha niombea tarudi tena nikale hivyo hivyo. Mungu afanye hivyo. Ukivunja sheria za asili, matokeo yake Mungu anasamehe na anaweza akakuponya, lakini anasema ondoka, usitende dhambi. Namna gani ndugu zangu? Tena makanisa mengi yamejaa watu wagonjwa kila mahali. Nenda huko makanisa yamejaa, unakuta kanisa limejaa watu. Nenda useme haya, aliye mgonjwa, walio wagonjwa waje mbele. Wote wagonjwa, wote ni wagonjwa wote. Na hata mchungaji naye ni mgonjwa. Na wengine anakuambia hata wewe njoo tu nitakwambia, lakini huyo mchungaji mwenyewe tunamtibu huko, tunamtibu sisi. Lakini anakuambia njoo tu hapa utaponea hapa. Mungu ametufundisha kanuni za asili za ulaji na unywaji ambazo tukizifuata, yani hata pepo atashindwa kuingia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua pepo anaingia pia, anaangalia wewe hapo kwenye udhaifu wako, ndio anaingia pepo. Turudi kwenye mstari. Na napendekeza ikiwezekana kila Sabato pawe na tipu fulani ya afya. Watu ni wagonjwa. Mimi nakaa hapa naangalia. Unajua mimi natibu watu wengi sana. Kwa hiyo tangu unaingia pale, unapoingia tu kwenye mlango wangu pale, nakuwa nimeshajua huyu ana tatizo gani huyu. Nikikuona tu unaingia pale, ukifungua tu mlango najua tu hapa kuna shida iko imeelekea huko. Na Mungu amenibariki, nikikosea ni kidogo sana. Kwa hiyo hata sasa napoangalia, na wewe uliye nani nisikiliza kwa mbali sikuoni tu, lakini ningekuona ningejua tu kuna shida. Lakini kiwaangalia hapa, jamani, wiki hii tupone wote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tupone. Sasa mafundisho kama haya hayawezi kuwa na popularity. Hayawezi kuwa na ushabiki haya ya namna hii, kwa sababu yanamfanya mtu amezama kwenye namna fulani. Sasa kumtoa kule anasema kuna maneno siku hizi anasema tutapewa miili mipya. Hayo maneno gani hayo? Eti wewe ngoja tule, tutapewa tu miili mipya. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Utapewa mpya wa kufanyaje? Hata mpya unaweza usiupate, kwa sababu umelia atakaye liharibu hekalu la Mungu atamuharibu mtu huyo. Sasa utaenda kupewa mwili mpya wapi? Linda hekalu la Bwana, uwe na akili njema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutajifunza kitu kidogo lakini ni cha msingi sana. Habari juu ya wanga. Carbohydrate. Wanga. Wengi tumeambiwa wanga haufai. Tumeambiwa wanga sio chakula. Usile wanga kabisa. Na sasa imekuwa ndio ukifika hata kipindi fulani, na mimi nilitaka kushawishiwa kwamba nikamwambia mke wangu sili ugali. Maana unajua mafundisho ya kienea hadi na wewe unakumbwa, unashindwa, unasahau biology. Lakini kana namwambia hivi, mbona biology nilifaulu sana? Biochemistry ile nilifaulu kwa kweli. Na nilikuwa bingwa kabisa wa biochemistry. Nilikuwa naijua vizuri. Kasema lakini hii ni study, labda kwa sababu ni utafiti mpya. Nikajaribu yale yaliyosemwa. Kana mwambia mama, kila asubuhi niwekee bakuli la maharage linanitosha. Bakuli la maharage. Napiga bakuli la maharage naondoka. Akaniambia lakini haya ni mambo gani haya? Mbona wewe ni daktari, haya mambo gani? Akaniambia mbona reasoning ina nani? Akasema wewe weka maharage. Kana piga bakuli la maharage, tumeambiwa tule protini.
tuachane na wanga. Weka hapo, piga. Haya, baadaye nachukua mamboga yale, napiga mamboga. Kwa kweli nikapunguza uzito kidogo, hadi ile watu fulani wakaniambia umepungua. Baadaye nikaenda kupima, nikapima kabisa ile nani, kama figo inafanya kazi vizuri, je ini linafanya kazi vizuri, je sukari yangu iko vizuri na nini. Nikapima, nikaangalia, nikaona kweli sukari iko vizuri. Nikapima, nikaona kwamba ini liko vizuri. Lakini nikapima figo, nikakuta figo creatinine, ile creatinine iko normal, lakini ilikuwa normal iko 90. Kasema ingeanza basi 70 huko, inataka kusogea huko, mbona inakuwa 90 ngapi huko? Nikakuta urea iko juu. Nikasema sasa mbona hii ni azotemia? Hii mbona kama ni kuna shida kwenye uchujaji kidogo wa figo, mbona kama kuna shida? Nikaanza unajua lazima uanze kufikiria from cause to effect. Yaani uanze kujifunza kufikiria kutoka kwenye kisababishi. Yaani hiki ulicho nacho kimesababishwa na nini? Ndipo utajua tatizo la kila ugonjwa. Na watoto uwafundishe waanze kufikiri from cause to effect. Yaani kilichosababisha ni nini? Sio kukimbilia tu dawa. Kukimbilia dawa, ngoja ninywe dawa nikojoe. Nilipogundua nikasema sio maharage haya kila siku, maharage mengi haya kila siku. Ikabia hivi sasa, kuanzia maharage nikaambia hebu achana na maharage, takula kidogo sana, yaweke pembeni. Nikarudia tena kupima, nikakuta kidney function ni safi kabisa, creatinine normal, urea ziko normal. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku hizi wanachosema watu, kula protini, achana na wanga, kula protini. Umekuwa carnivorous wewe, umekuwa carnivore. Wewe umekuwa mla nyama. Basi okay, protein labda utakuja ya mimea. Okay, labda protein ya mimea na nini. Lakini kula nyama, mtu anaweka kilo nzima, siri wanga anakula kilo nzima ya nyama. Na mimi nitakwambia matatizo mengi yanayotokea ya figo, mengi ukichunguza, tumegeuza diet. Maana siku hizi kila siku dialysis. Dialysis inatoka wapi? Kuna shida, tunalogwa nini? Hata hatuwezi kulogwa, sisi wa Kristo. Tunawekewa sumu nini kwenye maji? Hapa nani anatuwekea, mbona tuko wengi? Hivi kuna shida, wanavuta sigara hata uelewi ni nini. Dialysis imekuwa na bei kubwa. Nini? Kila nyama, kipande cha nyama unachokuwa umekula kinapita kwenye figo. Yaani sumu yake lazima itokee kwenye figo. Sasa umekula nyama kilo 2, sijui kilo 1 kila sehemu. Umekula haya na maharage na nyama na maprotini yote yanatakiwa yapite kwenye figo. Na maji unywe ya kutosha. Matokeo yake pale kwenye figo panatokea nini? Panatokea haya, masumu yote yanabaki hapo. Hayachuji vizuri. Baadaye nini? Mara mawe kwenye figo, mara nini? Unashangaa haya, figo imegoma, haiendi vizuri. Mungu alisema tule a balanced diet. Mlo kamili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mlo kamili. Na mlo kamili lazima uwe na wanga, uwe na protini, uwe na mafuta, alafu pale ndani kuwe na vitamins. Tena zinaliwa sio kwa mchanganyiko pamoja. Kama weka mamboga mengi na matunda mengi hapo na kila kitu hapo, sio kwa mara moja. Unakula kwa kugawanya. Na ndio maana wiki hii tutajifunza portions zile za ulaji. Halafu pale kuna vile vinaitwa fiber au mabaki ya nini, vinyuzi vile ambavyo vinasaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Lakini kuna maji na kuna madini, chumvi na madini. Lakini siku hizi tumegeuza ile pyramid, tumeigeuza hivi. Inatakiwa pyramid huku tule vingi, kwa hiyo tumegeuza ile pyramid, tumeigeuza imekalia chini, imekalia kitako. Vya chini hivi ambavyo vitakiwa viliwe kidogo ndio tunakula vingi. Sukari kwa wingi. Ukitoka sukari kwa wingi, mafuta kwa wingi. Ukitoka mafuta kwa wingi, unakula nini tena kwa wingi? Chumvi kwa wingi. Kila kitu kwa wingi. Alafu carbohydrate usile kabisa wanga. Protini kula kwa wingi, protini na mafuta kwa wingi. Sasa unajikuta afya imegeuka. Nilipokuwa nikifuatilia katika kurudia biology yangu kuangalia hivi iko sawa, nikakuta hivi ile, yani kwenye seli ya mwili kuna taarifa ambazo zinatunzwa kwenye kitu kinaitwa tukisema DNA. Tukisema DNA, si mnaelewa DNA Jamani, DNA si mnaelewa? Deoxyribonucleic acid. Yani ndio kile,
yani ni kichembe ambacho ndio kinatunza taarifa zote na kumbukumbu zote na zinazitafsiri zile taarifa kuwa protini, tafsiri zile taarifa uwe wewe. Yani yule wewe sasa, yule DNA. Nikisema DNA nashindwa kuiweka katika lugha ya kimedical vizuri ili muelewe. Ile DNA ina ndugu yake mwingine anaitwa RNA, ribonucleic acid. Nikaanza kuiangalia imetengenezwaje hii ribonucleic acid na hii deoxyribonucleic acid imetengenezwaje. Nikakuta kwamba kwenye DNA ile ukiangalia hapa kuna nitrogenous base. Kuna kitu cha nitrogenous base ambacho sana sana kinatokana na protini. Nitrogenous base inaweza ikawa ni adenosine, ikawa nini thymine, ikawa ni guanosine. Ni maneno hayo ya kibiolojia. Ikawa ni uracil. Hivyo hiyo ndo base, hiyo nitrogenous base. Hapa chini sasa kile kitako ambacho tuseme ndio kama jengo lile, nguzo inayosikilia sasa, inayomshikilia huyu amino, inayomshikilia nitrogenous base ni ribose. Ukisema ribose au ribose ni carbohydrate. Ile ribose ni carbohydrate. Halafu hapa kwa pembeni, yani ni wanga, ningesema hivyo ni wanga. Ile base ile inayoshikilia ni wanga. Hapa kuna ile wanga limebeba nitrogenous base, alafu limebeba a phosphate group. Ka phosphate kamekuja hapa. Sasa hivyo vimeshikiliwa hivi. Lakini lile ambalo limeshikilia kabisa kwenye RNA, ribonucleic acid, na kwenye DNA, deoxy. Ukisikia deoxy maana yake imepungukiwa oksijeni. Ndio maana ikasema deoxyribo. Lakini hii ni ribo, yani ni carbohydrate ambayo imekamilika. Imebeba nitrogenous base, imebeba na phosphate group. Sasa nikasema, mimi nikaanza kujiuliza, kama carbohydrate haifai kuliwa, kwa nini imeandikwa kwenye DNA yako? Yani Mungu alipokuwa anamuumba binadamu akaandika kwenye DNA, akaweka kumbukumbu kwenye DNA ya carbohydrate. Na ndio sasa ukichukua nitrogenous base, ukachukua na hii ribo au deoxyribo, ukachukua na phosphate group. Hizi ndizo zinaungana, zina polymerize, zinaungana, zinakuwa ni likamba lirefu linalochukua taarifa za macho, taarifa za masikio, taarifa za nini, taarifa za huku paweje, taarifa twende hivi tutengeneze seli ya tumbo. Ndio zimechukua taarifa zote, zimeandikwa hapo, encoded, zimekuwa coded hapo. Kwa hiyo inakuwa ina code na decode, inazitranslate zile taarifa, carbohydrate ikiwepo. Sasa unapoondoa wanga kabisa, usile wanga kabisa, maana yake ugeuke kusiwe mtu yani wa kawaida. Yani wewe ugeuze uli mtu wa kawaida, maana lazima ile ndio inakuja inapokuwa inajitengeneza ile glucose, ikijitengeneza inajikunja, inatengeneza hiyo ribo. Alafu ndio inakuja protini adenosine, inakuja guanosine, inakuja thymine, inakuja uracil, alafu inakuja phosphate group, yanatengeneza sasa, ndio baadaye inajikunja, inakuja ina double helix, inatengeneza vinani viwili vile, yani mikanda miwili, inaanza kujikunja, inatengeneza taarifa yote. Baadaye unapata chromosome ambao wanasema ukiirefusha ile ukaikunjua, inaweza ikaenda urefu mbali kabisa huko usikotegemea katika seli moja. Kwa hiyo hatuwezi kukataa wanga, ila shida sio wanga. Shida ni huo wanga unakulaje? Unakula saa ngapi? Unakula mara ngapi? Unakula kiwango gani? Na unakula wanga gani? Nakula wanga gani? Lakini kutoa wanga kabisa, usile wanga. Na mimi nadhani kwamba kwa kuwa shetani hatupendi, kwa hiyo anatutengenezea mazingira ya kutumaliza. Mimi usiniambie kwamba kuna tafiti. Najua tafiti zipo, na tafiti inategemea mtafutaji, tafiti yule anataka nini, ana makusudi gani. Tuache kabisa wanga kabisa, hapana. Lakini tujifunze
kwa asili Mungu alitaka tule kwa namna gani na tule nini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hii biology hamwezi kuinani sana, lakini nawapa tu vionjo kwamba kile ambacho unakatazwa usile hakifai, kipo kwenye DNA yako na kimetengeneza ni backbone pale, kipo hapo. Sasa yani kinahitajika kitengeneze hiyo. Na mimi nikitaka kukumaliza, lazima nikuondolee vile ambavyo vinakufanya wewe uwe. Na kwa kukutisha, una kisukari acha kabisa wanga. Na mwingine ambaye hata hana kisukari, utapata kisukari. Wewe ukila wanga utapata kisukari. Sasa watu wanaogopa kisukari na hivyo wanaogopa nini na pressure, kila mtu ana nani. Siku hizi mpaka nitaka kuacha kulima mahindi. Nikasema ngoja tupunguze mahindi. Sababu yani imekuwa nani hivi? Imekuwa shida. Of course kipindi fulani na mimi nilipata kitambi, kuna kipindi fulani nilipata kitambi. Nikasema yatakuwa mawanga haya. Kumbe hamna kitu. We shida yako unakula unakaa pale, alafu ufanye kazi yoyote. Pale nyumbani mimi na vijana wanapiga sahani hiyo. Piga sahani wakitoka wanaenda kulima pale mashamba yako nyumbani. Mimi sikai huko mjini, nakaa huko pembeni. Wanaenda. Sasa ukiangalia vile vijana hapa vinaanza kutengeneza six pack na vinapiga ugali, wewe uweze ukaelewa. Kamoja kalisimama pale getini, driver wangu anakuja anasema hivi, vipi umeajiri bouncer nini? Nikasema hujawahi kuviona hivi jamaa. Vinapiga na mimi nimeweka magunia pale. Weka ugali, piga watu, maana vinaenda kufanya kazi. Wanga, unapochagua chakula lazima ujue, je, upo sehemu gani, unafanya activity gani? Wale ambao wanafanya kazi ngumu, wale ambao wanakimbia huku na huku wanakimbia, wale ambao lazima ule wanga. Wanga ndio chanzo cha nishati ya haraka. Chanzo cha nishati ya haraka ni wanga, instant ting. Yani kama unawasha kiberiti, tayari wanga. Halafu inapoingia ile wanga, ule wanga unaingia, baadaye unafanywa kazi. Kila wanga glucose moja inapoingia, ile glucose inavunjwa. Ikishavunjwa inatengenezwa katika namna fulani ambayo kila glucose inayoingia pale mwilini inatengeneza ATP ama zile energy, zile nishati 36 mpaka 38. Inakufanya uweze kufikiri, uweze kufanya kazi zako, utafakari vizuri, uweze kukaa vizuri, mwili uweze kuchangamka na mmeng'enyo uendelee na kazi zote zifanyike. Kama ni kwenye familia mambo yote yaende vizuri, ile energy inavunjwa. Ni kweli ukivunja mafuta, kadhalika ukivunja mafuta unapata energy nyingi zaidi. Ni kweli unapata energy ATP zaidi ya 160, 100 kama 90 hivi ya ATP zinazotokea pale. Lakini wanga inakupatia ile energy ATP 36, na Mungu amekusudia hivyo. Ndio maana akasema katika kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya kwanza, Mwanzo moja fungu la 29. Mwanzo 1:29, Mungu anasema hivi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo mche wenye mbegu, mche wenye nini ndugu zangu? Mbegu. Matunda yenye nini? Mbegu. Kumbe mbegu. Mche wenye mbegu mahindi, mche wenye mbegu mtama, mche wenye mbegu uwele, si ndio? Mche wenye mbegu maharage, yana mbegu, maharage si yana mbegu. Mche wenye mbegu njegere, njugu mawe, choroko. Hivi njugu mawe na yenyewe ni mche wenye mbegu, sijui kama nani. Lakini ni mbegu ya ardhini ile. Kwa hiyo mche wenye mbegu na matunda yenye mbegu. Twende matunda yenye mbegu, maembe, twende nini tena? Machungwa. Siku hizi kuna machungwa yasiyo na mbegu. Sijui amefanyaje hayo machungwa. Machungwa yasiyo na mbegu. Na uwe makini, ukiona kitu hakina mbegu, anza kujua tumeanza kupotezwa hapo kwenye ukurasa. Ukiona kitu hakina mbegu, fuata Biblia ukitaka kuokoka. Kama kitu hakina mbegu, anza kusogea pembeni. Na Mungu akosei. Na shetani anachofanya kwenye kizazi chetu ni kubadilisha mbegu.
Ninyi mmekuwa rafiki wa shetani. Mmekuwa rafiki wa shetani. Mbona sasa hamtaki turudi huku? Siku hizi sisikia hata mtu anaosema mbegu hizi zimekuaje GMO na nini. Kuna nchi zingine wanapiga kelele GMO na nini. Siku hizi kula tu chochote kinachokula kimetoka wapi, we kula ushibe. Na shetani anachofanya sasa ni kubadilisha mbegu. Badilisha mbegu. Zamani kulikuwa na mbegu ya mahindi nzuri kabisa. Sijui kama hata tumeitunza ile mbegu. Jamaa wakatengeneza mbegu zao huko. Hizo mbegu zao wakaingiza na watu wanajishabikia. Hakuna shida kwenye mbegu, hakuna shida. Sasa mbona za kwetu zile za zamani tena hazifanyi kazi kama zile? Watu walichofanya ni hivi, wakazileta zile mbegu. Zile mbegu zikija zinatoa zile pollen. Zile pollen zikija zinaenda kwenye mbegu zako za asili. Zile mbegu zako za asili za zamani zinazigeuza hizo mbegu zako za asili zinafanana na hizo mbegu. Unashangaa mahindi yako yalikuwa meupe yamechanganyikana na ya njano. Baadaye tena hayazai vile vile. Baadaye tena hayazai kabisa, yamechoka. Kwa hiyo shetani anafanya kazi ya kubadilisha mbegu. Mbegu uzao, ule uzao badilisha. Sasa Waadventista hata tumekaa humu mjini humu, baada ya kwenda hata sehemu tuwe tunatunza mbegu. Mimi nimehamama kidogo, nakaa huko, nakaa kule, na kashamba kidogo pale. Nalimalima mboga na nini na mahindi. Sasa mahindi ya siku hizi unapanda mahindi yanaliwa na wadudu. Sijaelewa kitu gani cha namna hiyo. Yaani mahindi ya sasa hivi utaweka dawa, utaweka wadudu, yani wale katapila hawachoki, hawasikii dawa. Sijui ni mahindi gani haya, sijaelewa. Lakini wewe unachukua tu, unakula vyote tu, leta tu tule. Mungu hasa nisikutisha kwa sababu bado unakaa mjini. Wewe kula kilichopo jamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tafuta mahindi gani? Tafuta hapa Mwadventista gani mwenye shamba anayekuambia haya mahindi shamba liko safi, sijafanya nini, nunua hayo. Ama mtu anakuambia haya mahindi yangu ni biological. Ukifika Ulaya, ukifika supermarket Ulaya, unaulizia vitu. Is it biological ama imegeuzwa? Ukisema tu bio au biological inakuwa gharama kubwa. Lakini vile vya jumla ambavyo mbegu imebadilika, bei ndogo. Sasa na wewe unataka Mwafrika anakula vya bei ndogo, sijui mimi nilikuwa naenda vya biological vile bio, vile ambavyo viko natural, yani maana yake natural ndio wanaita bio. Mbegu. Lakini ukienda Mwanzo 3:18 anasema nawapa mboga za kondeni pia. Hizo mboga za kondeni na zenyewe zitakuwa chakula chenu. Kwa hiyo chakula bora cha asili cha kwanza kabla ya dhambi ni matunda yenye mbegu. Hivi nanasi lina mbegu? Msinipode mawe sasa. Eti nanasi lina mbegu? Lakini ni tamu eti? Ni tamu lakini sasa halina mbegu. Sijui na mbegu yake iko wapi. Yenye mbegu ndani. Tafuta tunda lenye mbegu. Na ndio maana glycemic index ya nanasi iko juu kweli. Yaani ile sukari iliyopo kwenye nanasi iko juu. Kuna zamani kweli nanishinda kula, lakini siku hizi kidogo naliweza. Ila lisiwe ndio chief food. Wewe tafuta tunda lenye mbegu. Na nanasi kula, lakini matunda yenye ndugu zangu yenye mbegu. Haya, kwenye mbegu mbalimbali hizo, chukua sasa utengeneze. Upate wanga pale. Na wanga unapokuja, ule wanga tuseme mahindi. Usichanganye mahindi, wanafanya mahindi, uwele, ulezi, nani tena? Mahindi, uwele, ulezi, mtama, ngano umo, shairi, sijui na nini, zote zile unaweka shairi. Naziweka inakuwa ni 7, yani inakuwa ni component 7 zile. Anasema huu ndio wa kisabato. Wewe acha bana, hamna wa kisabato wa namna hiyo. Kwamba uji huu wa kisabato. Na watu wanakimbilia huu ndio nutritious. Hapana. Anasema nabii usichanganye mengi kwa wakati mmoja. Na ikiwezekana hizo nafaka zisizidi ngapi ndugu zangu? 2 kwenye mchanganyo wako. Ikiwezekana 2, anga ukienda labda 3, labda udaga wa mahindi wa udaga, mahindi na udaga. Labda ukaweka na kitu kingine. Sio kila kitu humo na kula mara moja. Sasa kula hivi. Kula zote hizo lakini uzidivide. Asubuhi umekula mahindi labda na udaga. Alafu jioni umekula labda mtama na ngano.
ama baadaye umekula kwa staili ya kugawanya. Sio vyote kwenye mlo mmoja. Wanga unaleta nguvu. Wanga unasaidia ile mmeng'enyo uende vizuri, yani taratibu zote za mwili, za seli mbalimbali, homoni zinaenda ziweze kufanya vizuri, fikara zikae vizuri kwenye ubongo, ukae vizuri. Wanga unaongeza nguvu ya kufanya kazi kwenye misuli. Wale wanaokimbia wanahitaji wanga. Wanga Mungu alikusudia wanga uwe sehemu ya chakula. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe sehemu ya chakula. Lakini sasa tumeuondoa kwa kuulaumu kwamba wanga unaleta kisukari. Hivi wanga ni kweli? Wanga unaweza ukaleta kisukari kwa namna kama umekula wanga, sio wanga, yani sukari. Lakini kama umekula ile complex, yani ule tuseme kwamba umekula indi kama indi, na umekula mtama kama mtama, ile whole grain umeila whole grain umeila whole, yani umeila kama ilivyo, haiwezi kukuletea matatizo ya kisukari. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa unakula kwanza kuanzia mdomoni, hebu twende na maana tunaweza nikawa nimekimbia sana. Mdomoni unaanza unatafuna. Unapotafuna pale kuna salivary amylase, ile enzyme inaanza kuvunja pale, unachanganya na mate pale. Vijana wanaweza wakaelewa biology yake. Unachanganya na mate pale, baadaye unatengeneza ile juice nzito kidogo, na usile haraka. Maana kuna matatizo. Haipiti hata hapa. Yani ukifika tu Zamani tulikuwa na matatizo bana, njaa ilikuwa kubwa. Kwa hiyo ukifika mezani pale unaangalia kwamba nani tuko wangapi hapa. Kwa hiyo unaangalia hapa tuko wangapi. Sasa spidi yako ndio itakayokuokoa. Spidi yako itakayokuokoa. Hizi nyingine tunajifunza wakati kama njaa sio nyingi. Lakini kama kuna njaa unasema kitajuana huko tumboni. Lakini sasa sio afya njema. Unapiga ugali ili ulale vizuri. Unapiga ugali. Lazima utafune. Unapotafuna zile inaanza kufanywa kazi, inaenda tumboni. Ikifika tumboni hapa, wanga hapa haufanyiwi chochote hapa tumboni hapa. Unapojaza hapa. Kwa hiyo ikipita hapa haifanyiwi kitu chochote kwenye tumbo hapa. Inaenda ikifika hapa tumboni tu inaanza mechanical. Inaanza kuchanganywa tu hivi, inachanganywa hivi, lakini haifanyiwi chemical digestion. Haifanyiwi mmeng'enyo hapa. Baadaye inaenda kwenye utumbo mwembamba, inaenda kwenye duodenum, baadaye inaenda kwenye ileum, kwenye utumbo mwembamba. Hapo ndio sasa pancreas ile kongosho linamwaga huku kulikuwa na salivary amylase, hapa unakuwa pancreatic amylase, zinaanza kumwagwa hapa. Haya, maltase inamwagwa, sucrase inamwagwa, lactase inamwagwa, makemikali yanamwagwa pale. Yakishamwagwa yanakibadilisha kile chakula. Kama huku kilikuwa ni maltose, kinabadilishwa kule maltase, inatengenezwa glucose. Mwisho kabisa wanga unatoa glucose. Kama umetafuna vibaya hapa, hujachanganya, maana yake hata mmeng'enyo huko si unakuwa mbaya sasa. Jamani, si mmeng'enyo unakuwa mbaya huko sasa. Yaani hujatengeneza mazingira ya mmeng'enyo kuendelea. Baadaye kile chakula kinapita huku chini, kama kina fiber. Kikiwa na fiber zile ambazo haziwezi kumeng'enywa hapa, kinaenda mpaka kwenye utumbo mpana. Pale kwenye utumbo mpana kuna bakteria pale. Wale bakteria wakifika wanaenda kwenye zile fiber, wanatengeneza kitu kinaitwa short chain fatty acids. Yaani ni fatty acids zenye carbon 6 zenye fupi zile. Zinatengenezwa short chain fatty acids, zile zinatengenezwa. Zile nazo zinaingia tena kwenye seli huko kwenye utumbo mpana. Zinaanza kutumika kwenye seli za utumbo, kuleta energy kwenye seli za utumbo mpana. Lakini bakteria wale nao wanakuwa na nguvu na kuendelea na kazi zao vizuri. Kwa hiyo unapokula wanga, ule wanga unaanza kukufaidia mpaka kwenye utumbo mpana, kufanya seli zako za utumbo mpana ziwe na nguvu na zifanye kazi vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ule wanga unakuwa umeambatana na vitu, ile ngozi lake la juu lile. Sijui ndio unaita nini, tuseme fiber. Lile ngozi la juu ambalo huwa unakoboa. Lile unalikoboa unalitoa lile. Lile ngozi sasa lile
linakuwa ndio linakuwa kama fiber, kwa mwisho kabisa natengeneza short chain fatty acid zile, na kusaidia pia pawepo na mwendo mzuri wa chakula, peristalsis, yani ile jinsi chakula kinavyotembea, kitembee haraka, kitoke haraka. Kwa hiyo kinakufanya uende chooni asubuhi, uende chooni na jioni napo uende chooni, kiwezekana na mchana napo uende chooni, usikose choo. Umeenda chooni mara ngapi leo? Kama unaenda chooni mara moja kwa siku una matatizo. Kama unaenda mara 2 angalau ongera kidogo. Kama unaenda mara 3 tiki. Bowel movements angalau ziwe mara 3. Sasa ukila sembe huku panakuwa paendi vizuri. Yale yote yanakusanyika yanaenda huku chini, yanakaa, baadaye yanachoma choma huko, masumu yanachoma choma, baadaye saratani ya utumbo mpana. Kama tunakula wanga hatutakosa choo. Constipation itakuwa imeenda. Kama tunakula wanga hatutakuwa na shida ya, kuna watu wengine wana shida ya, yani mtu hawezi kupitisha gesi, hatoi gesi. Nini? Sasa ni jana nilisema, lakini sijui leo kama itakuwa vizuri. Yani mtu hajambi, yani hajambi. Hawezi kuana. Kwa hiyo kule zile short chain amino acid zile hazivunjwi kutengeneza na zile gesi zile. Kwa hiyo mtu nashangaa. Kule tulipokuwa Ujerumani tukifungia kuna baridi, tumejifungia kwenye magari kule, wewe umetembea kidogo. Unani kufungia kwenye magari mle, kila mtu umeweka joto. Joto limekaa mle. Baadaye unashangaa tu mtu amekaza kwa na harufu imebadilika. Afu watu wanasema hamna mtu anaongea. Na watu wengine wanasema ongera, hata akina nani wanasema ongera. Afya umetoa ongera, lakini huku ukijamba unaweza ukapata shida, unajamba mbele za watu. Katoto akana adabu hapo. Akatoto kasa kafanyeje wakati huku tayari kamekula wanga wa kutosha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wanga unasaidia. Ukiangalia ile membrane, ile cell membrane inaitwa a bilayer. Yani ile seli yako ile ina layer 2. Kuna layer ya kwanza ya nje, kuna layer ya pili ya ndani. Ile layer, zile layer zote zimetengenezwa, nasema ni lipid bilayer. Yani mafuta yamezunguka zile seli ile kuweza kuhakikisha kwamba kinachoingia kimepimwa selective. Yani lazima kipimwe kinachoingia ndani na kipimwe kinachotoka ndani. Kwa hiyo yale mafuta hayazuii kitu, hayaruhusu kitu kuingia ama kutoka bila kupitia kwenye channel inayotakiwa. Lakini kama chakula ni cha mafuta ama chakula kina sulfa, kinapenya kwenye ile bilayer, kinaweza kikaingia moja kwa moja. Sasa kinachotokea ni kwamba kwenye ile seli ya mwili kuna mafuta mengine yanashuka yameunganishwa na wanga ili kuweza kusaidia ile function ya seli ifanyike. Yani ni component ya ile seli, kwa maana ya ile wanga ni component ikiungana na mafuta, glycolipid, ikiungana na protini, glycoprotein, zimekaa pale katika kuhakikisha kwamba ile seli yako inafanya kazi vizuri. Na hiyo function inakuwa ni haipo kama wewe hauna wanga wa kutosha. Kwa hiyo ngozi inaweza ikawa pia imekakamaa. Of course unaweza ukawa na mafuta lakini hauna wanga wa kusaidia ile function ya seli. Na unapokuwa unafanya kazi, kwa mfano seli inafanya kazi, potassium inatoka nje, sodium inaingia ndani, unahitaji energy ambayo kwa haraka kabisa inatoka kwenye wanga. Hatupaswi kukataa wanga kabisa. Na nawashauri wale ambao wanafanya mazoezi, fanya mazoezi ya ngumi, mazoezi ya kukimbia, starter ya energy starter ile, kama kiberiti cha kuwasha ni wanga. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu wanga unapowasha ile taa au unapowasha ule umeme, baadaye process nyingine zinaendelea. Unaweza kukuta fati ikaja huko mbele, lakini wanga umeanzisha ile process. Wanga una kazi ya kulinda misuli yako. Kuna wengi hawali wanga, kwa hiyo mwili unaanza kula mafuta. Kimaliza kula mafuta unakula protini. Kwa hiyo unakuta mtu
Yaani miguu inaisha, ni miembamba, inazidi kuisha tu, inaliwa tu, inazidi, afu na nguvu inazidi kupungua, kwa sababu mwili unaanza kujira. Ndio ukijira unakula mafuta, baadaye ukiona mafuta unaanza kula protini. Kwa hiyo unakuwa hauna misuli ambayo inatakikana, misuli ambayo iko imara kwa kazi. Kwa hiyo hata wale ambao wanafanya mazoezi, wanafanya kazi ngumu, inabidi uwe na wanga. Wanga inasaidia kujenga misuli. Wanga niseme nini? Ni chakula bora ambacho Mungu alikusudia. Sasa mtaniuliza, tuleje katika wanga huu? Tule kwa namna hii: asubuhi na mapema. Kama unaenda na kazi zako saa moja, wale wachungaji labda unaenda na kazi zako saa moja, ikiwezekana weka chakula chako pale, wanga unakuepo. Wanasema posheni moja ni ngumi yako hivi. Hebu fanya hivi, ngumi yako hivi. Hiyo ni posheni moja hiyo. Sasa ngumi zako nne ni posheni ngapi hizo? 4. Sasa posheni 2 hizi unaweza ukala asubuhi, alafu posheni 2 hizi unakula jioni. Ule wanga unakuwa yani aka posheni. Jamani, mmenielewa? Lakini hapo ni sawa na gramu 290. Gramu 290. Kwa sababu kaposheni kamoja haka ni sawa na gramu 145. Haka kaposheni kamoja. Kwa hiyo mara 2 ni gramu 290. 290 ni umekaribia nini sasa? Viposheni viwili. Sijini bado hujafika hata nusu. Ni posheni viwili umekaribia gramu 290. Sijui umekaribia, mnaangalia vipimo vyenu, basi angalia. Ni sawa na kale ka kikombe ka robo. Kale ka kikombe ka robo kale. Karobo, kama unaona ni mnene sana, unakula kaposheni moja. Wale wenye kisukari kamoja tu kana kutosha. Lakini wale ambao vizuri unakula robo 2. Alafu na jioni robo 2. Alafu unaweka na protini. Kishaweka na protini yako hapo, unaweka na nini? Na protini sasa tutaangalia mbele. Unaweka na vitamini pale. Unaweka na mafuta pale kidogo. Mafuta ni karanga. Karanga, korosho na nini unaweza kaweka pale, lakini usichanganye karanga na korosho na vitu vingine. Alafu unaweza ukaweka na ukaweka sasa pale na nini? Labda na usichanganye matunda sasa na mboga za majani. Unaweza kaweka katunda ama ukaweka na mboga za majani. Ukala asubuhi chakula ambacho kimekamilika. Ukaweka labda maziwa, kaweka na kitu kingine pale, unakula unashiba kabisa asubuhi. Ukisha shiba asubuhi, usile tena. Usile tena. Kama ni saa 1, usile saa 2, usile saa 3, usile saa 4, usile saa 5, usile saa 6. Ila saa 7 unaweza ukala. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Angalau yapite masaa mangapi? 5, 4 hadi 5 hujaweka kitu chochote. Hapo kama unakula milo 3, saa 7 unaweza ukala tena. Portion ile inapungua kidogo. Halafu unahesabu tena saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 unaweza ukala tena. Kama unakula milo mingapi? 3. Jamani, kama unakula milo mingapi? 3. Lakini kama unakula kibiblia, pasa yuko hapa anaweza akanikosoa kidogo. Kibiblia, Biblia inasema hivi: Elia aliletewa chakula na Bwana asubuhi na saa ngapi tena? Na jioni. Kulikuwa hamna cha mchana. Yule kunguru alikuwa anajua masaa ya Biblia, masaa ya Biblia. Maana asubuhi circadian rhythm. Yani asubuhi ndipo homoni zile zinamwagwa. Yani kila kitu kinamwagwa, kinakuwa tumbo limejiandaa kwa ajili ya kula chakula. Na ninakushauri sio asubuhi sana. Kama umekula saa 11, unahesabu saa 12, saa 1, yani usiku wote ni masaa 12. Kwa hiyo ukijumlisha na ile masaa 12, ukijumlisha saa 1, saa 2, saa 3, saa 4 ukapiga breakfast yako, ni masaa 16, ambayo unaweza ukajikuta ndio safi sana, yanayosemekana intermittent fasting wanaoisema kule. Lakini sio intermittent fasting ya kunywa majani ya chai sijui na nini, black tea na nini. Hii intermittent fasting
umekula saa 12, hauli tena, unakuja kula saa 4. Ile saa 4 unakula kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani taandika ile nani yenyewe, ukitoka pale umeshiba. Kama watoto wanaenda shule, wape chakula asubuhi ile saa 1, wapige kabisa msosi waende. Sijui watasinzia, wakizoea siku ya 3 watazoea tu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mnakula nao pale, wakitoka wanaenda shuleni. Kama wanakula shuleni, basi wanakula shuleni ile saa 4. Alafu utakuja tena kula saa 11. Hapa katikati hakuna kula chochote hapa. Itakufanyia nini? Kama wanga utaliwa kwa staili hiyo, maana yake ile insulini itakuwa imepangiliwa vizuri. Ukila tu wanga, insulini inapanda. Saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 umekula tena, insulini inapanda. Saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 mpaka asubuhi masaa 12 imeshakuwa normal kabisa, hakuna resistance. Kwa hiyo ulaji wa wanga kwa uzuri unazuia kisukari. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nisikilizeni vizuri na muwe makini. Ulaji wa wanga kwa vizuri unazuia kisukari. Na biology ndio hiyo. Na ukibishana na hiyo biology, na mimi nimesoma, nimeenda shule. Kwa hiyo uwe makini, tusibishane sana. Wote tumeenda shule. Kinacholeta shida kwenye wanga, kinacholeta shida Kariakoo, indi. Haya, ukifika Mwenge, biskuti. Ukifika pale nani, keki. Ukitoka pale, energy drink. Ukitoka pale tena inakuwa umekula kitumbua. Ukitoka pale nene, umekula hii. Sasa kinachotokea ni nini hapa? Kinachotokea ni kwamba ukila tu kitu, insulini inapanda. Inapanda, inataka kuanza kushuka. Saa la pili, umekula tena, inapanda tena. Inapanda. Saa la pili inataka kushuka. Unakula tena, inapanda. Sasa insulin level yake ni hii hapa. Ilitoka hapa fya. Sasa inatakiwa irudi fya. Sasa insulin inapanda fya, kitumbua. Kitumbua kinatakiwa kuja. Andazi. Nakuja korosho. Wamesema haya ni mahindi ya nyumbani. Mahindi ya nyumbani matamu sana haya. Mahindi matamu sana ya nyumbani. Hiki chakula cha kwetu kabisa kule Mbeya hivi. Sasa unajikuta kwamba insulini iko, yani imehama kwenye level yake. Insulini imekuja kwenye level nyingine ya hapa juu. Sasa ikiwa juu insulini iko nyingi, haishuki, zile seli zinaanza kuzoea mambo ya insulini na nini, zinaanza kufanya resistance. Ndio hiyo inaitwa insulini resistance. Kula. Sasa insulin resistance ina hapo. Kwa hiyo sasa insulin ikiwa huku haijashuka, umeshakula, na glucose nayo iko juu. Kwa hiyo insulin iko juu, haijashuka, na glucose nayo umekula nayo haijashuka. Kinachotokea ni nini? Insulin iko juu na glucose nayo iko wapi? Iko juu. Type 2 diabetes. Kisukari. Ndio unasema sukari inasababisha nani? Kinachosababisha hiyo ni haya ambayo yana spike sukari. Na nini? Sukari hii ya kawaida achana nayo kabisa, haifai kwa chakula. Soda ina vijiko 10 vya sukari, achana nayo kabisa, haifai. Energy drink itakumalizia kila nguvu wewe mwanaume, achana nayo. Haya, nini sasa unachokula? Vyote vile ambavyo ni keki sijui nini vinavyo spike sukari. Haya, sembe, achana nayo sembe. Lakini wewe kula wanga uliokamilika. Wanga uliokamilika ni nini? Mahindi kama yalivyo. Na kama sio hivyo, yakoboe upate dona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama unakula unachanganya na vile vitu vya asili. Karanga, chukua korosho. Lakini unapokula, kula hapa. Shiba, usiniambie kiasi gani. Shiba kama Mtanzania. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Shiba kama Mtanzania. Kwanza una shida wewe, una shida hata na kuangalia una shida yoyote. Sasa wenye kisukari na shida nyingine, hao ndio tutaongea vingine kwamba punguza portion. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye kisukari ndio naambia punguza portion, ongeza na avocado ili ushibe. Lakini wewe kijana, shiba hapa. Ukishiba, nenda kwa nguvu ya chakula hicho. Si ulisikia Elia alivyoambiwa? Alivyopewa chakula ile, Elia akaambiwa
Alipopewa na chakula na malaika, akaenda kwa nguvu la chakula hicho mpaka akafika Horebu. Sasa na wewe ukitoka pale, tembea kwa nguvu ya chakula hicho mpaka jioni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na jioni unakula mapema saa 12 ikiwezekana kama unaweza. Ikizidi sana basi saa moja. Kama basi itaenda sana basi saa 2, basi tuseme uko busy sana. Usile tena, tutaonana kesho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kisukari kitapona. Kisukari kinapona. Hivi kisukari hakiponi? Si dokta amesema kisukari hakiponi? Dokta. Na mimi nakwambia sukari inaweza kupona tukirudi kwenye chakula cha asili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ni dokta nakwambia kisukari kinaweza kikapona. Lakini uwe na ulaji uliopangiliwa. Ulaji ambao unakufanya insulini iweze kurudi kwenye hali yake, ambayo sasa kimaliza kula, sasa kama ni asubuhi kimaliza kula, hebu niangalie, unakuwa kichwa chako kinakuwa hivi, kichwa chako hivi, alafu mabega yanarudi nyuma kidogo, unatembea pale, unatembea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hivyo nabii anavyosema, yani kichwa kinakuwa straight, mabega yanarudi nyuma, alafu unatembea. Usitembee mazoezi ya haraka sana, unafanya mazoezi pale, unasahau kama kulikuwa na msosi, unasahau. Wewe nikwambie, nabii alisema haya, mimi mpaka nilipokuja kusoma kwamba kwa nini aseme mabega yashuke hivi, kichwa kiwe hivi straight, nimekuja kuelewa kwa nini. Huyu nabii alikuwa na mambo, huyu nabii ni nabii kweli kweli. Kwa na mambo. Unajua mtu akiwa na stress, akiwa na msongo, mabega yanakuwa juu hivi, stressed. Hata wewe unajiangalia, kama umekupa stress hivyo, angalia hivi mabega yalikuwa juu au chini, utajikuta kwenye stress tu yalikuwa juu, mabega yanainuka hivi. Kwa sababu hapa juu hapa, unapoingiza hewa ndani, hapo ni stress. Unaposhusha hewa, hapo stress imeisha. Kwa hiyo hapa sympathetic, hapa parasympathetic, hapa flight and fight, hapa rest and digest. Sijui kama umeelewa jamani. Yaani hapa flight and fight, hapa rest and digest. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio huyu nabii anakuambia rest and digest. Huyu ni nabii, alikuwa anajua sayansi yote. Ameandika tu kichwa kiwe straight, mabega yarudi nyuma, sio kuinua mabega unatembea hivi. Hapa sympathetic, fight and flight. Mabega yakae hivi, yarudi nyuma, hapa maana yake rest and digest. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mmeng'enyo unaenda vizuri, na hapo mmeng'enyo unaanzisha vizuri. Sasa nitawaambia biology nyingi. Huyu mama ni nabii. Labda niwaambie Ellen G. White ni nabii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ellen G. White ni nabii. Turudi kwenye chakula cha asili na ulaji wetu upangiliwe. Mungu atatusaidia. Ile myth kwamba wanga ni mbaya kwa wanaokula. Ni mbaya kwa wanaokula sukari ya mezani. Ni mbaya wanaokula maperemende hayo. Na nimewaambia effect yake, simekumbuka hiyo, ndio kisukari kinaanzia hapo. Lakini ukila kwa mtaratibu, ukala wanga, utakusukuma, akili yako itakuwa njema, ubongo wako utafikiri vizuri na utatulia kwa Bwana. Hebu turudi katika chakula cha Eden. Umekula lini korosho? Lini umekula karanga? Maharage umekula lini? Rudi kwenye chakula cha kwanza. Tuwalishe watoto wetu chakula cha kwanza na Mungu atatubariki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho tena tutaendelea na chakula kingine, lakini kwa siku ya leo niwaage kwa kusema kwaherini. Nendeni mkapige ugali, ugali wa dona. Jamani, Bwana asifiwe. Masaa yamepita kidogo ya kusema unakula dona nyingi usiku. Piga ugali ile dona asubuhi, changanya na vitu vyako pale, alafu unaendelea. Wali umekobolewa sana. Kwa hiyo umekuwa mweupe. Kwa hiyo angalia wali unaokula. Ikiwa browni safi, mkate wa browni safi. Siku hizi sasa mkate wa browni na vyote vimeambiwa ni wanga zote. Sasa hatujui tunaenda wapi. Mimi nakurudisha, tafuta browni rice. Lakini browni chukua ngano kabisa, kuboa mwenyewe, tengeneza browni chapati. Kula, ukishakula tutaonana jioni. Kula,
alafu mengine tutachanganya kadri tunavyoendelea katika siku zinazokuja, protini na mafuta na vingine, kwa jina la Yesu, amina.